katika soko la Gikomba na kumkashifu Rais William Ruto, wakidai kuwa amewageuka Wakenya aliowaahidi kuchunga rasilimali zao atakapochaguliwa. Wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua, viongozi hao wamedai kuwa Rais Ruto anataka kunyakua ardhi ya zaidi ya ekari 15 katika eneo hilo la Gikomba na kujenga soko. Pia Rais Ruto amekashifiwa kwa kutotii amri ya mahakama iliyozuia ubomoaji ule kutoendelezwa. Zablon Macharia anaarifu. Siku chache baada ya soko la Gikomba kubomolewa, viongozi wa upinzani wamezuru eneo hili na walikoikashifu serikali kwa kuendeleza ubomozi ule hata baada ya mahakama kusitisha ubomoaji ule kutendeka. Kwa sababu mulipata shida ya kubomolewa na huyu Kasongo ambaye anaumiza watu wetu. Mahasola, yeye alikuja akasema Hasola versus Dynasty, akasema achaguliwe na Mahasola, ati akipata uongozi atawainua, awaweke pesa kwa mfuko. Akaongea mambo ya mama boga, mambo ya bodaboda, mambo ya watu ya miarero. Alipofika pale amegeuka Hasola, anamuangaisha, anamuumiza, ametangaza vita na Mahasola. Sasa mimi nauliza Gikomba, vile mumebomolewa hapa, mumepata shida, nimekuja kusikiza nyinyi. Watu ya Gikomba mnasemaje? Hii ni court order. Hii hapa ni court order kusema watu wa Gikomba wasibomolewe manyumba yao na mahali ya biashara. Lakini Ruto akaleta usiku wa manane mabuldoza na kuharibu mali ya umma. Wakiongozwa na Rigathi Gachagua, viongozi wale wamedai kuwa Rais Ruto anataka kunyakua ekari 15 za Gikomba na kujenga soko katika sehemu ya nusu ekari, wakiahidi kuwa watahakikisha wamewarejeshea wakazi wa Gikomba soko lao watakapochaguliwa. Amebomoa Gikomba. Gikomba iko na 16 acres. Anataka kujenga nusu ekari, aibe ekari 15 unusu. Sisi nataka kutoa ahadi kwa watu ya Gikomba. Mwaka ujao tukipata serikali, watu ya Gikomba mutafanya kazi pahali mulifanya tangu zamani. Na hata Kasongo, ukiiba hii shamba ya Gikomba 15.5 acres, tukiingia kwa serikali wiki ya kwanza tutachukua hiyo shamba kutoka kwako, tulegeshee watu ya Gikomba. Wakati huo huo, Rais Ruto amelaumiwa kwa kuwadhulumu Wakenya walala hoi kwa kuwabomolea soko yao, japo wao ndio aliowatumia kuingia madarakani. Tumekuja Gikomba leo kuambia Bwana Ruto, Kasongo na serikali yake, wao wanasema mnyonge hana haki, ati yule mnyonge wa Gikomba hana haki. Sisi tuko hapa kusema hata mnyonge yako na nini haki. Mmetangaza vita na Mahasola, wale walikuingiza ofisi. Wewe umekuwa mtu ya fujo, unabomolea watu usiku, unatumia polisi. Aidha, wameahidi kuhakikisha wafanyi biashara wale wanapata haki yao baada ya kubomolewa soko ambalo wamekuwa wakichumia kwa muda mrefu. Zablon Macharia, Undugu TV.